Kwa mara nyingine mtazamaji wa Shark24 TV, tuko hapa eneo la Ruiru Gitothua, ambapo watu wamekuwa wakisema wanaumwa na vampire ama wamekuwa wakiumwa na mtu ambaye hawamjui. Watu wamekuwa wakisema ni uongo. Wacha siku leo tumefika hapa kwa boma moja ya mtu ambaye ameumwa mkono. Wacha atuambie nini kiliendelea. Kwa majina naitwa Isaac Kamari Ndegwa. Mimi ni chairman wa Kamagira Ruiru Youth Self Help Group nakaa Gitothua. Sasa tarehe 11 brother yangu aliatakiwa na mtu saa 3 usiku. Nilikuwa tu nimetoka Ruiru kama saa 2, nikaingia kwa nyumba, badala ya nikapewa kachai, kukaa lisali moja, nikapigiwa simu. Nikaambiwa niharakishe, brother yangu amepelekwa KU Referral Hospital, wakiwa na rafiki yangu anaitwa John Gitau, ambaye tu ni jirani tu karibu. Brother yangu aliumwa mkono na Gitau akaumwa hapa kwa mdomo, akararuliwa mdomo kiasi ambayo sura yake ilibaki kama imeharibika vibaya sana. Wakati tulienda huko, tulikuta madaktari na wakashughulikiwa, lakini hiyo kitendo ni kitendo baya ilifanyika hapo, na tunaomba serikali itusaidie, manake pia hata hospitali huko bado gharama ni kubwa sana huko, imetulalia na hatukuwa tumetarajia kisanga kama hiyo inaweza tokelezea. Sasa tunaomba serikali itupatie security ya kutosha, na wale wako na CCTV za kuonyesha hiyo footage mahali hiyo kitendo ilifanyika, wajitolee na wasaidie vitengo vya usalama kuwapea hiyo footage, ndio tuweze kujua ukweli ni nini kilifanyika na tuweze kupata mhalifu. Manake mhalifu hafai kukaa na raia, anafaa kukaa jela. Hiyo ndio mahali anataka kukaa arekebishwe. Sasa naomba wananchi wa hapa Gitothua wamepaniki sana. Manake biashara saa 1 huwezi enda kwa duka, unakuta maduka zimefungwa, hakuna mtu barabarani. Sasa tumeathirika. Tunaomba vitengo vya usalama vifanye msako kadiri wawezavyo, sababu wako na uwezo. Watuhakikishie biashara zetu zitaendelea na usalama wetu uko imara. Jina yangu ni Esther Njeri Ndegwa, na mimi ni mkaaji wa hapa Githunguri. Niko na kijana wangu anaitwa Daniel Gatharui, na siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi huu alitoka hapa kama saa 3:15 na akaelekea upande wa hapa Deep West, na kutoka saa hiyo mimi nilikuwa tu namngojea nyumbani, lakini hakuja. Wakati niliona nimemkosa, nikajiuliza kwani kumefanyika nini, na anakujaga kila siku. Hawezi enda kulala bila kupiga mlango yangu aone kama niko. Nikakaa kwa meza kumngojea mpaka saa 6. Kama saa 6 bado dakika 5, nikapigiwa simu na kijana mwingine wangu anaitwa Godfrey Gashui. Akaniambia, mama uko wapi? Umelala? Sijalala. Nimepigiwa simu na mama mwingine yule tunaita tata. Ameniambia Gatharui Daniel amepata ajali. Amekutana na mtu hapo karibu na kwa Gitau hapo mbele, na huyu mtu akamgonga ngumi na akamuitisha simu yake. Wakati alikuwa namuitisha simu, akamshika mikono yote mbili na akamwangusha chini. Sasa hapo Gitau hakuwako, walikuwa wameagana aende achukue acheji
kwa sababu alikuwa na short, aende afae long, ndio aje waende wakanunue sigara, na duka ingine iko hapo karibu. Lakini wakati kijana yangu alishikwa, wakati Kitau alikuwa ameendea kucheji, wakati alikuja akakuta huyu Daniel wanang'ang'ana na huyu mtu, wameangushana chini, na huyu mtu alikuwa tu nataka kuingisha mkono ya kijana yangu kwa mdomo yake, na akaingisha hiyo vidole. Sasa kijana yangu akafuruta hiyo mkono yake, kidole moja ndio ilibaki. Alafu akafikiria afadhali nifurute tena, hata kama nitaguswa na meno yangu, lakini nione nimetoa hii kidole kwa mdomo ya huyu. Na ndio alifanya. Hapo hapo naye Kitau akafika. Kufika akauliza, ni nani? Kwani ni wewe Daniel? Ni nini? Huyu mtu. Na sasa wakati aliwashiria huyu Daniel alikibia, hakusimama hapo, akawa kama mtu confused. Alafu huyu mtu akashika Kitau, akamwekea mkono hapa kwa shingo hivi, alafu akamuuma hii hapa rip yote, mpaka akaiweka mwisho hii ingine ya mdomo. Sasa hiyo ndio niliambiwa na Daniel wakati tulienda kuwaona hospitali, kwa sababu tulienda huko Rifaro, tukafika huko saa 7 usiku. Kitau alikuwa anaongea na alikuwa amewekelewa bandage. Hata Gatharũ alikuwa anaongea, lakini alikuwa amefungwa mkono. Hiyo ndio naweza peana hali mimi nilishika hiyo maneno. Kijana aliweza kutibiwa na mkono iko aje? Vidole ziko aje? Tuliambiwa tungoje apelekwe x-ray, na akaenda x-ray. Kaonekana hii kidole iko na mashimo 2 ya meno, na akaenda kufungwa, akapewa madawa, hata hii ingine pepu, na akaambiwa hiyo pepu atakunywa kwa mwezi mmoja kila siku. Alafu tukapewa madawa ingine na tukaandikiwa notes, hata ziko hapa zote vile alitibiwa nazo na madawa. Na hiyo madawa amemaliza leo, isipokuwa hiyo ya pepu ndio atachukua kwa mwezi mmoja. Mama, ujibu wako kwa wakaaji hapa Kitodhua ni aje? Kwa pengine hamna za kitu nzuri. Mimi naona tuko kwa hatari sana, kwa sababu huyu mtu hajapatikana, lakini iko habari ameuma mtu pahali fulani, ameuma mtoto pahali fulani. Yaani kila siku ni lazima kuwe kuna kitu kimefanyika kutokana na yeye, na hakuna watu wanakaa na usalama, ni uoga kila wakati. Hata biashara akina mama wanafunga mapema. Mtoto hawezi tembea peke yake, huwezi tuma mtoto kwa duka, kwa sababu unaona tu watakutana na huyu mtu. Kwa hivyo tuko kwa hatari, hatuwezi fanya chochote. Mtu analala na uoga, ukiamuka huwezi ondoka mapema vile tulikuwa tumesoea, kwa sababu hujui yako wapi. Na hakuna mtu amesema ati alishikwa, ati alionekana uso iko namna gani, ati yako na hakuna. Yaani hata wale wamekutana naye na wakapata hiyo majeraha, mimi naona kama hakuna mtu ameweza kuripoti, isipokuwa labda hii kesi na hii ya Kitau. Hiyo ndio labda imeripotiwa. Kwa hivyo tumekaa vibaya. Tunataka serikali tusaidie. Huyu mtu ajulikane ni mtu wa aina gani, anakaa wapi, yaani amekuja namna gani. Ni mtu au ni roho au ni nini? Mtu hapatikani, ati anauma mtu halafu watu hamuoni. Huyu ni mtu wa aina gani? Hiyo ndio tunajiuliza. Na serikali tusaidie. Hatuwezi fanya chochote. Mama wamefunga makazi, hakuna tukiosi tunauso.
Kwa jina naitwa Daniel Gatharui Ndegwa. Nilivamiwa na mtu masaa jioni ya saa 3 nikienda dukani. Saa tulivurugana naye, akaswing na mkono yangu ya left, alafu ndiye akaniuma kidole. Tulipomalizana hivyo, akauma ule tulikuwa na yeye, na rafiki yangu, tukielekea dukani. Saa naambia, ningetaka kuambia watu wa Ruiru wajichunge sana kote nchini. Sikumuona vizuri manake palikuwa na giza na taa na ilikuwa dim. Sikumuona vizuri sura. Na amevaa jezi ya red shoulder na stripes za yellow, lakini alitoroka. Alikuja tu akawashika. Akanishika kwanza, alitangulia na mimi. Nataka tuelezee vile story yote vile. Alitangulia na mimi, alituitisha simu yangu, akanyamaza. Sasa akanikumbata, akatreza chini, akaanguka, nikamlalia. Sasa mimi nikajitoka, nikasimama, kaamka na mkono yangu. Sasa ndiye akaniuma na kidole na meno yake. Ilibidi nitoe kidole yangu kwenye mdomo yake na hii mkono. Lakini unasikia ni kimutu kiko na nguvu sana, ki strong kama Goliath. Sasa ile kitu yenye tunaweza omba katika hii eneo ya Ruiru, tusaidiwe sana vile huyu mtu anaweza patikana. Juu pia sisi tuko na uoga, hata mimi niko na uoga juu najiuliza hii tumbo yangu sasa kama anauma mdomo, akiuma hii tumbo nitabaki na nini? Na mimi kwanza ni mfupi na huyo jamaa ni mrefu kama Kaini. Maana ni Kaini, maana ni kama Goliath. Sasa sisi tunaomba tu serikali ya Ruiru, fuatilieni hii maneno, nyinyi ndio mko na kila kitu ya kufuata. Na msiseme ati hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni kitu yenye iko. Juu already ni watu wenye wako na wanaonekana wale wenye wametendewa hiyo vitendo. Hiyo tu ndio naweza sema kama Severino Githinji. Hiyo mtu kulingana na vyenye yako anavaa wakati aliuma yule jamaa ati alikuwa na kasweta ya white. Sweta ya white ni mrefu. Alafu kuna vyenye anajifunika na kanini, anajifunika kofia hii boso hii ya nini ya urara hii. Sasa ni mtu anakaa namna hiyo, lakini akienda sasa kukukamata hivi unamkosa. Ni kitu yenye ni kama drama, hata ni kama video, hata tunashindwa ni nini. Mimi naitwa DJ Serious kutoka Ruiru, na hiyo siku ya Saturday bibi yangu alikuwa anafanya kazi pale Outvest. Akafika kwa nyumba kitu saa 4:30 hapo. Akapigiwa simu akaambiwa kuna watu wawili wameumwa. Na hapo ndio nilimwambia usiamini hiyo mambo. Wewe piga tu simu tutumiwe video. Next day akatumiwa video ya huyo jamaa akiwa ameumwa na mwingine kidole. Sasa ndio hii siku nyingine sasa tukaonyeshwa hizo video mbili akiwa ameumwa. Mmoja alikuwa ameumwa mkono na mwingine alikuwa ameumwa hii lips ya juu. Hii yote imeanguka chini. Hapa ni Gitothua ward, lakini area yenye hiyo incident ilifanyika ni pale Deep West ama Outvest nyuma ya hiyo club. Huyo mtu anaonekana? Okay, ukiangalia video yenyewe huyo mtu anaonekana, yani wao wa kuumwa ndio wanaonekana, yeye haonekani. Nduthi ikipita hivyo ndizo zinaonekana, wanaonekana nduthi hao wawili wa kuumwa, lakini huyo wa kuumana umuoni. Yeah.